بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، hii itakuwa ni majlisi yetu ya tatu katika mtiririko au mfululizo wa mihadhara yetu inayozungumzia suala hili muhimu na la hatari, suala la kielimu, nalo ni suala la kuifahamisha bid'a na kuifafanua kwa mujibu wa misingi ya ilmu, ili tujue bid'a ni nini na sunna ni nini, ili tuweze kuepuka bid'a sisi wenyewe na kadhalika tuwatahadharishe wengine kwa hujja na kwa ilmu na burhan. Jambo hili ni muhimu sana kwa sababu ya uzito wa maudhui yenyewe na hatari ya bid'a. Tunaijua kwamba man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeyote atakayetenda amali yoyote ambayo haiko juu yake amri yetu, basi amali hiyo ni yenye kurudishwa. Na kadhalika maneno ambayo alikuwa akiyakariri Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kila mara ya kutahadharisha juu ya jambo hilo, akisema fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Alhadith, hakika kile lenye kuzuliwa ni bid'a na kila bid'a ni upotevu. Kwa hiyo jambo hili ni jambo baya ambalo linampelekea mtu katika upotevu, bali linampelekea mtu katika kutokukubaliwa amali zake anazozitenda kwa msingi wa bid'a. Na bila shaka mzushi katika dini, anayezua katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo, anakuwa anafanya ujasiri wa kuikosoa sheria aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na moja kwa moja atakuwa anadhani na kudai ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna mambo ameyaficha au ameyafanyia khiana, yeye ndiye amekuja kuyaibua, na hayo yatakuwa na maslahi zaidi na umma, kwa kuwa yeye ana elimu nyingi na maarifa mengi. Kwa hiyo akaamua kuweka jambo fulani. Na siku zote watu wanaozua katika dini huzua kwa moja ya mambo mawili, ima kwa sababu ya ujinga, na huu wako nao watu wengi, lakini si wote ni wajinga, wako ambao wenye elimu. Kwa hiyo kwa sababu ya ujinga au kwa sababu ya kufuata matamanio ya nafsi, yani alhawa. Si kile tunayosema kwamba huyu amefanya bid'a basi anakuwa ni mjinga. Wakati mwingine ni matamanio ya nafsi ndiye anawapelekea watu katika hilo, na haya ni katika maradhi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwapa waja wake kwa sababu mbalimbali. Wakaingia katika hawa ya nafsi, wakasalimika na kabairu dhunubi, kufanya madhambi makubwa, wakaacha kile, lakini
wakasalitiwa na bid'a, wal-iyadhu billah. Kwa hiyo mtu ni kuomba sana tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala akufahamishe bid'a ni nini na akupe tawfiki ya kuweza kuiepuka bid'a. Na katika wanaonasibishwa na ujinga vile vile ni wale ambao wametatizwa katika jambo la bid'a kwa shubha, si kwamba hajui kabisa, lakini yale masala yamekuja yakamtatiza, akayadhania mambo ambayo au vitu ambavyo si hujja, akadhani kama ni hujja. Kuna mambo aliyotazama akadhania kuwa ni dalili, kumbe si dalili, mambo yakamtatiza kwa shubhat. Na hili pia lina sawabiq, kuna vitu vinavyotangulia nyuma kumsababishia mtu kuingia katika mambo kwa sababu ya kufuata al-mutashabih au kwa sababu ya shubhat. Kwa hiyo kulizungumza jambo hili mara kwa mara, hasa katika wakati huu ambao watu wa bid'a na watetezi wake wamekuwa na nashati kubwa ya kuweza kutetea baadhi ya hujja. Kwa hiyo katika wakati kama wa sasa kuna umuhimu sana wa kufahamishana kiilmu kwa kadri ya vile alivyotujalia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunamwomba Allah tawfik ya kuyazungumza mambo haya kwa ilmu na maarifa, na hali ya kuwa tunatafuta ajri na radhi zake subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba tuzidishe ilmu na maarifa na atupe thabati katika jambo la dini yetu na basira. Nitafanya ikhtisari kutokana na yale niliyozungumza kwenye darasa ya jana au muhadhara wa jana. Jana nimezungumza mambo yenye umuhimu mkubwa sana. Sasa pengine watu wameelewa, wengine pengine labda hawajaelewa kutokana na ibara labda zilivyoletwa na maneno yalivyokuja. Tukatuweke wazi kidogo kwa ikhtisar, pia kufanya tathbiti na tarsikh ya maalumat, kuthibitisha yale ambayo tumeyasikia jana na kuyahakiki vizuri. Jana tumezungumza kwamba katika suala la bid'a kuna taarifu ya kilugha, taarifu ya kilugha. Lugha ya Kiarabu, lugha ya Kiarabu ni lugha moja pana sana, na ni lugha ya zamani, lugha kongwe, ni lugha inayojitegemea, haikuundwa na maneno ya lugha nyingine, inajitegemea yenyewe. Hata kama kuna baadhi ya maneno baadaye yaliwahi kuingia katika Kiarabu kutoka kwa wasiokuwa wa Arabu, lakini hayaathiri chochote katika lugha, kwa sababu lugha ya Kiarabu ina maneno mengi zaidi kuliko hayo na imeshajitegemea. Lakini pia lugha ya Kiarabu imekuja ikapata ulinzi mkubwa na himaya na dhamana ya kuendelea kubaki pale ilipokuwa ni ndio lugha ya sheria. Kwanza ndio lugha ya Qur'an, lugha ya kitabu kitukufu cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'anul Majid, bali ndio lugha ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo mafunzo yote ya mtume sallallahu alayhi wasallam yalikuja katika lugha ya Kiarabu, kwa maana ya kwamba basi ibada zote takriban za kimatendo na kimaneno kwa asilimia kubwa, hasa ibada za kimaneno, zinakwenda kwa lugha ya Kiarabu. Na alipokuja mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa sheria, yalikuja maneno mapya au yalikuja maneno kwa maana mpya, ikawa ndio ile maana inaitwa maana ya kisheria. Kiarabu kilikuwepo, Waarabu walikuwa wakitumia neno as-sala, wakitumia neno az-zaka, wakitumia neno as-sawm, wakitumia neno al-hajj, wakitumia maneno mengine mengi tu, ibada, ashirku, at-tauhid, wakitumia maneno haya na mengi tu ambayo sisi tunaona katika sheria yapo, lakini wakiyatumia kwa maana ya kilugha yao. Sheria ya Kiislamu ilipokuja ikaja ikayafunga maneno yale kwa maana ya kisheria. Sasa ikawa as-sala katika lugha ya Kiarabu au lugha ya sala, neno as-sala katika sheria lina maana maalum kinyume na ile maana
ya kilugha. Neno as-sawm kisheria likawa lina maana maalum kinyume na ile maana ya kilugha. Bali maneno mengine alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizungumza mpaka Waarabu wenyewe al-aqhah wakimuuliza nini maana yake ya Rasulullah, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anafafanua amekusudia nini. Ukisoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam utaona mambo kama haya yako mengi, wakati haututoshi kufanya hivyo. Nataka kuthibitisha kwamba kuna maana za kilugha, na miongoni mwa maneno ambayo yamekuwa yamegawanyika katika maana ikawa na maana ya kilugha na maana ya kisheria ni neno albid'a na neno as-sunna na neno al-ibada. Neno albid'a lina maana yake ya kilugha. Jana tulizitaja maana hizo kwa kunukuu baadhi ya maneno ya wanachuoni akiwemo al-Imam Abu Hasan Ahmad bin Faris bin Zakaria mwenye kitabu Mu'jam Maqayis al-Lugha. Wanachuoni huyo amefariki mwaka 395 Hijiria. Abu Hasan Ahmad ibn Faris Abu ibn Zakaria maarufu kwa Ibn Faris, mwenye kitabu kinachoitwa Mu'jam Maqayis al-Lugha. Yeye ameeleza kwamba al-ba'u wad-dalu wal-'ain aslan. Neno hili ambalo limetengenezwa kutokana na ba'u na dal na ain, bada'a. Neno hili au bid'un, neno hili lina asli mbili. Asli ya kwanza ahduhuma ibtida'u ash-shay'i wa sun'uhu la an mithali, ni kuanza kitu, kukiandiliza kitu au kuanza jambo na kulitengeneza pasi na kuwa na mfano. Umelianza mwanzo kabisa jambo hili. Wal akhar, na maana nyingine al-inqita'u wal kalam, akaendelea ni kukatika na kuchoka. Kisha akaeleza ni maana ya kwanza kwamba ukisema fal awwal qawluhum abda'tu ash-shay'a qawlan aw fi'la idha ibtada'tahu la an sabiq mithali. Lile kwanza ni kusema kwao abda'tu ash-shay'a, nimelianzisha jambo, nimeanzisha jambo qawlan au fi'lan, wa qawli au kwa kitendo. Idha ibtada'tahu, utakapolianza lile jambo, la an sabiq mithali, basi na kupatikana mfano uliotangulia. Kisha akasema wallahu badi'us samawati wal ard, akiwa anakusudia ile aya badi'us samawati wal ard. Wal arabu taqul ibtada'a fulanu lirrakiyya, wa arabu huwa wanasema fulani amekianzisha kisima, idha istanbatahu, atakapokuwa amekichimbua. Wa fulanu bid'un fi hadha al-amr, pia Waarabu wanasema fulani ni wa mwanzo katika jambo hili. Qala Allah ta'ala qul, waambie ma kuntu bid'an min ar-rusuli, waambie Muhammad sikuwa mimi ni mwenye kuzuka katika mitume. Katika maana tarjama za tafsiri za aya hii, qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli, sikuwa mimi ni mwenye kuzuka katika mitume. Wama adri ma yuf'alu bi wala bikum, na sijui mimi yale ambayo yatafanywa kwangu wala kwenu. In attabi' illa ma yuha ilayya, kwa in attabi'u, kwa maana ma attabi'u, sifuati isipokuwa lile ambalo nimejuzwa kwa wahi kwangu. Wama ana illa nadhirun mubin, sikuwa mimi isipokuwa ni mwonyaji mwenye kuweka wazi. Lakini kul ma kuntu bid'an, sikuwa mimi ni wa mwanzo, sikuwa mimi ni mwenye kuzuka, sikuwa mimi ni kihoja, sikuwa mimi ni mpya, sikuwa mimi ni mwenye kuzuka katika mitume. Ay ma kuntu awwala, sikuwa mimi wa mwanzo. Haya ameyataja kwenye Mu'jam Maqayis al-Lugha, kwenye chapa ya Daru Ihya al-Turath al-Arabi, moja ya chapa zangu ninazo, yuko katika juzu ya kwanza ukurasa wa 101 chini ya mada
bada'a. Al-Imam Ibn Manzur Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad ibn Manzur al-Afriqi al-Masri rahimahullahu ta'ala, naye pia akafafanua jambo hili akasema bada'a ash-shay'a yabda'uhu bad'an wabtada'ahu ansha'ahu وبدأه وبدأ الركية استنبطها وأحدثها. بدأ الشيء يبدعه بدعا، amekianza kitu kwa maana ansha'ahu wa bada'ahu ndio maana yake. Na ukisema bada arrakiya ay istanbataha, amekichimbua, wa ahdathaha, na kuzusha. Ndio pia nasema rakiyun badi'un kwa maana hadithatu alhafri, ni chenye kuchimbuliwa upya. Walbadi'u walbid'u ash-shay'u alladhi yakunu awwala, ikisemwa albadi'u au ikisemwa bid'u ni kitu ambacho kinakuwa mwanzo. Akataja aya kama tumetangulia kuisoma hapa, yeye akatafsiri ma kuntu awwala man ursil, sikuwa mimi wa mwanzo katika waliopelekwa. Waqad ursila qabli rusulun kathirun, walipelekwa kabla yangu mitume wengi. Kisha sema wal bid'a alhadath, ni kuzusha, wa mabtudia min ad-din ba'da al-ikmal. Akasema hivyo, alieleza pia akaitaja aya katika suratul Hadid, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim, na utawa waliouzusha wenyewe ambao hatukuwajibishia juu yao, illa bitighaa ridwanillah, eti hawakufanya hivi isipokuwa kwa kutafuta radhi za Allah. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, kisha hawakuchunga haki ya kuuchunga huo utawa. Kujifanya wao ni matawa, hawataki kuoa, alafu wakashindwa kuuchunga utawa huo waliouzusha rahbaniya. Kwa hiyo wa rahbaniyatan ibtada'uha, na utawa waliouzusha. Wana ibtada'a maana ya kuzusha. Akataja kauli ya Rukba ibn Hajjaj, in kunta lillahi taqiyya al-atwa'a falaysa wajha al-haqqi an tabadda'a, ukiwa wewe kwa Allah ni mwenye kumcha na mwenye kumtii zaidi, mwenye kumtii mno Allah. In kunta lillahi taqiyya al-atwa'a falaysa wajha al-haqqi an tabadda'a, basi si katika wajihi wa haki wewe kuzusha si katika wajihi wa haki wako. Fuata mafundisho. Wabadda'ahu nasabahu ila bid'ah, ukisema badda'ahu maana yake amemnasibisha katika bid'ah. Wastabda'ahu addahu badi'an, amemhisabu kuwa ni badi'. Walbadi'u almuhdath alajib, kaeleza alieleza Imam Ibn Manzur rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Lisanul Arab kwenye juzu ya pili ukurasa wa 37. Chapa yangu ni Darus Sadir ya Beirut, Lebanon. Haya nilitangulia kueleza, baadhi yake nimeelezea kidogo, mengine sikueleza jana, na mengine mengi nimeacha katika maana ya kilugha, maneno ya Imam al-Azhari na wengineo, tahdhibu al-lugha juu ya maana ya bid'a. Lakini katika lugha hatupishani sisi bid'a maana yake ni nini. Lakini katika sheria sasa, hii mabhathi ya pili, tukaeleza kwamba kuna mielekeo miwili katika kutafsiri au kuelezea ni nini bid'a, mitazamo miwili baina ya ulama al-afadhil min ulama ahli sunna. Kuna msimamo au mwelekeo wa kwanza wanawachuoni ambao wao wanaitafsiri bid'a na kuifafanua na kuielezea kwa maana ambayo haipishani na maana ya kilugha. Wao wanaona kwamba bid'a ni kila jambo lililozuka baada ya zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni mmoja jambo hilo lilikuwa ni katika mambo ya ibada au ni mambo ya ada, ni mmoja jambo hilo ni zuri au baya, yote yaliyozuka baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wao wakayaita kuwa mambo hayo ni bid'a. Na kwa kujengea juu ya msingi huu sasa, wao wanaona kwamba bid'a inagawanyika katika vigawanyo. Kuna wanaona kwamba inagawanyika katika sehemu mbili, bid'a nzuri
na bid'a mbaya. Na wengine wanasema mpaka mafungu matano, lakini yote hayo matano pia ukiyagawa utakuta kwamba utarudi kwenye nzuri na mbaya, kwa sababu inarudi katika al-ahkamu at-taklifiyya al-khamsa, zile hukumu za kitaklifu zile tano. Na katika hao ambao wamenasibishwa na msimamo huo ni al-Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, imam min a'immati ahli as-sunnah, bal min a'immati au min ashabi al-madhahib al-muttaba'a, yani katika wale wanawachuoni wenye madhehebu zenye kufuatwa rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye amefariki mwaka 204 Hijiria. Pia kuna katika baadhi ya wafuasi wake walionasibishwa na msimamo huo au wenye msimamo huo ambao wameandika. Mimi nimesema al-Imam Shafi'i amenasibishiwa hivi kwa sababu kauli ile ambayo amesema, ametamka al-bid'a bid'atani, baadhi ya muhaqqiqin wanaitia kasoro katika kuthibiti kwake kutoka kwa al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Lakini vivyo itakavyokuwa, tujalie kwamba imethibiti kutoka kwake, bado haipingani na haya ambayo tutakuwa tutayaleta hapa, lakini imenasibishwa kutoka kwake. Na kadhalika katika wafuasi ambao wanafuata madhhabu ya Imam Shafi'i ni al-Imam Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam ibn Abi al-Qasim as-Sulami al-Shafi'i ad-Dimashqi, ambaye huitwa kwa laqabu ya Sultanul Ulama al-Izz bin Abdul Salam. Amefariki mwaka 660 pia na msimamo huo. Bali al-Imam Majduddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Murri, al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Jum'a bin Hizam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, ambaye amefariki mwaka 676, wanachuoni maarufu katika madhhabi ya Shafi'i, bali huitwa Sheikhul Madhhab. كذلك الإمام أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي، معروف لقب yake kuni yake ndio laqab kitu Abu Shama Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye amefariki mwaka 665. pia al-Imam Majduddin Abu Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad بن عبد الكريم الشيباني، معروف kwa jina la Ibn al-Athir al-Jazari, ambaye amefariki mwaka 606. pia kwenye msimamo huo wa kuwa bid'a ni kile kilichozuka baada ya enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na bid'a inagawanyika, ni al-Imam Jalaluddin as-Suyuti Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad Sabiquddin ibn al-Fakhr Uthman al-Suyuti, ambaye amefariki mwaka 911 Hijiria. Katika wanaochuoni wa madhhabi ya Malikia wenye msimamo kama huu ni al-Imam al-Qarafi Shihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abi al-Ala as-Sanhaji, maarufu kwa al-Qarafi, amefariki mwaka 684. na al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abd al-Baqi az-Zurqani, ambaye amefariki mwaka 1122. na katika wanaochuoni wa madhhabi ya Hanafi ni al-Imam Badruddin al-Aini Muhammad ibn Ahmad bin Musa al-Hanafi, maarufu kwa Badruddin, kwenye kitabu Umdatul Qari ambayo ni sharh ya Sahih al-Bukhari, amefariki mwaka 885. na vile vile katika Hanafia ni Imam Ibn Abidin Muhammad Amin bin Abd al-Aziz al-Dimashqi, faqih ad-diyar ash-Shamiyya wa imam al-Hanafiyya fi asrihi, amefariki mwaka 1252. na katika wanaochuoni madhhabi ya Muhammad ya Imam Abu Faraj Abdurrahman bin Ali ibn Muhammad, maarufu kwa jina la Ibn al-Jawzi, so Ibn al-Qayyim al-Jawzi, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, la Ibn al-Jawzi al-Qurashi al-Taymi al-Akri, kwa sababu nasaba yake inakwenda kwa sahaba al-Khalifa Rashid Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. al-Baghdadi al-Hanbali huyo amefariki mwaka 596. hawa wote msimamo wao ni kwamba bid'a inagawanyika, kwa kuwa taarifu yao na maelezo yao ya bid'a wameeleza bid'a kwa maana ya kilugha. mfano katika kauli ya Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala aliposema al-bid'atu bi kasri al-ba'i
في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدعة neno bid'a husoma mukasara ya ba albid'a. Katika sheria neno bid'a ni kuzusha lile ambalo halikuwepo katika enzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ameyasema kwenye Tahdhibu al-Asma' wal Lughat kwenye juzu ya 3 ukurasa wa 20. Na Ibn al-Jawzi amesema maneno kama hayo katika Talbis Iblis, kitabu cha Talbis Iblis hiyo kwanza ukurasa wa 116. Al-bid'ah ibara an fi'li lam yakun tubi'a. Na al-Izz bin Abd as-Salam rahimahullah ta'ala kana maneno hayo al-bid'ah fi'lu ma lam yu'had fi 'asr Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Na mfano wa maneno hayo ni maneno ya Imam Badruddin al-Aini katika Umdatul Qari juzu ya kwanza ukurasa wa 178. Tukaeleza kwamba kuna upande wa pili kwenye mtazamo tofauti kwa baadhi ya wanachuoni afadhali vile vile kama hawalitangulia, bali wengine ni wakubwa zaidi kuliko hao waliotangulia. Wao wanaona kwamba kila bid'a ni kila lililozushwa katika dini basi na kuwepo na dalili iliyotegemewa. Yani bid'a ni kullu ma uhditha fi din min ghairi asli mustanad ilayhi. Hawa wanaona kwamba bid'a katika sheria ina wasifu wa aina tatu. Kwanza, bid'a ile ni kitu kimezushwa katika wakati wowote, lakini katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pana mpaka pale, sababu yeye ndiye ambaye kimea au atakubali jambo, kama walivyokuja wale watu waliokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu zake wakaulizia kuhusu ibada zake, alafu wakati wa msimamo mtasimama usiku swali usilala, bila sababu kufunga siku zote mimi sitafungua, ili wakasema mimi sitakula nyama, ili hadithi wazi tofauti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapinga, kisha akasema faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kwa hiyo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam haikuwahi kutasawwariwa kutokea bid'a. Bid'a ilikuja kuzuka baadaye, hata katika enzi hasa waliotokea jambo hili tabi'in. Baadhi ya tabi'in walizusha baadhi ya mambo ambayo masahaba waliyopinga. Kuna sahaba alizusha bid'a hata moja, kuna bid'a kwa sahaba. Kwa hiyo kwanza kupatikana uzushi, alafu uzushi ule unasibishwa na dini pamoja na kukusudiwa kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, na pamoja na hayo hakuna dalili ya kisheria iliyokuja kwa njia ya hususia, kwa njia khas wala kwa am, kuonyesha kwamba hili jambo lipo. Na msimamo huu unaundwa na hawa tutakaowataja. Wa kwanza ni Imam Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi ambaye amefariki mwaka 179. Pia al-Imam al-Baihaqi al-Shafi'i ambaye ni Abu Bakr bin Husayn bin Ali amefariki mwaka 458. na mwingine ni al-Imam Badruddin az-Zarkashi Abu Abdullah Muhammad bin Bahadir al-Shafi'i. mwingine ni al-Imam Sheikh al-Islam Abu al-Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani fariki mwaka 728. na mwingine ni al-Imam Abu Bakr Muhammad bin Walid al-Fihri al-Andalusi at-Turtushi mwenye kitabu Sirajul Muluk ambaye fariki mwaka 520. mmoja alikuwa na washuhuri wakubwa katika wakati wake, alitokea sehemu za Turtusha ndio mpaka ndio mji katika mpakani huko mwisho katika kaskazini mwa Spain, wakati ya dola ya Kiislamu ilisimama huko Spain. Sasa ule mji ambao uko kaskazini, mji wa mwisho kabisa katika mpaka wa Waislamu, na mji wa Turtusha. Yeye ametokea huko al-Imam Abu Bakr Muhammad bin Walid bin Khalaf ibn Sulaiman bin Ayyub al-Fihri al-Andalusi al-Turtushi. كذلك الإمام الشموني الحنفي أحمد بن محمد الإسكندري الشموني أمام فريق مكمية 872 معروف تقي الدين الشموني. mwingine ni الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي معروف
maarufu kwa al-Imam Ash-Shatibi al-Maliki fariki mwaka 790. kadhalika al-Hafidh Abu al-Fadl Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani Ash-Shafi'i mwaka 852 amefariki. na al-Hafidh Imaduddin Abu al-Fidai Ismail bin Umar ibn Kathir Ash-Shafi'i amefariki mwaka 774. na mwingine ni al-Imam Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali ibn Hajar al-Makki al-Haythami Ash-Shafi'i, pia usema al-Haythami. Hawa katika msimamo wao ni kwamba bid'a ni kile kilichozushwa katika dini bila ya kuwepo na dalili inayotegemewa inayoonyesha kwamba jambo hilo lipo. Na kwa kuzingatia msimamo wao huu, wao wakaona bid'a katika dini haigawanyiki na bid'a haivi isipokuwa ni dhalala tu, kama alivyotamka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika kutilia nguvu haya nitanukuu maneno ya wanawachuoni au baadhi ya wanawachuoni wa upande huu. Miongoni mwa hao ni maneno ya al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali aliposema, wal muradu bil bid'ati ma uhditha mimma la asla lahu fi sharia yadullu alayhi. Na muradi au makusudio ya bid'a ni lile lilozuliwa mimma, katika ambayo la asla lahu, hayana asli, yani hayana dalili, hakuna asli fi sharia, tena ikazuliwa katika sheria, yadullu alayhi, asli ambayo itafahamisha juu yake. Hakuna ushahidi katika sheria kwamba jambo hili nalo ni katika ibada au katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mwingine ni al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Haya utayapata katika Jami'ul Ulum wal Hikam juzu ya pili ukurasa 128. Na mwingine ni al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala aliposema, wal murad bi qawlihi kull bid'atin dalalah fa inna kull bid'atin dalalah, akasema ma uhditha ni lililozushwa wala dalila alayhi min ash-shar'i, na wala hapana dalili juu yake katika sheria, bi tariqi al-khas wala 'am. Al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathul Bari juzu ya 13 ukurasa wa 254. Sasa tumesema wale wa upande wa kwanza wameona kwamba bid'a inagawanyika kwenye bid'a nzuri na bid'a mbaya, na Al-Izz bin Abd as-Salam akafikia kusema kwamba inagawanyika bid'a wa hiya munqasimatu ila bid'atin wajiba wa bid'atu ila bid'atin wajibati wa bid'atin muharramati wa bid'atin mandubati wa bid'atin makruhati wa bid'atin mubaha. Kisha sema wa tariqu fi ma'rifati dhalika, na njia ya kulijua hilo kwamba hii ni bid'a, an tu'rada al-bid'atu ala qawaid ash-sharia, ni kudhihirishwa ile bid'a ikawekwa juu ya misingi ya sheria. Fa in dakhalat fi qawaid al-ijabi hiya wajiba, ikiingia katika misingi ya uwajibu ya kuwajibisha, hiyo ni ya wajibu. Wa in dakhalat fi qawaid at-tahrim, na ikiingia katika misingi ya kuharamisha, hiya muharrama. Akaelezea maneno haya mpaka mwisho wa bid'a, mpaka mwisho wa zile ahkamu zile 5 zilizotaklifia. Maneno haya kwenye kitabu chake Qawaid al-Ahkam juzu ya pili ukurasa wa 337. Na mfano wa maneno kama haya ameyataja al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika sharhi yake inayoitwa al-Minhaj min sharhi ya Sahih Muslim ibn al-Hajjaj juzu ya 6 ukurasa wa 393, babu al-hathi ala as-sadaqa. Haya tulieleza kwa ufupi, nimeongezea tu miongoni mwa haya ni tawfiki ya maalumat, kutaja mahali yanayopatikana kwenye vitabu. Sasa wale ambao wanaona kwamba bid'a inakuwa katika dini, ule msimamo wa pili, wao wanaona kwamba bid'a haiwi isipokuwa katika dini. Kwa hiyo wanaona kwamba bid'a haigawanyiki, kwa sababu bid'a kisheria kwa wao ina maana ya ndani zaidi kuliko maana ya kilugha. Kwa hiyo wao hawaoni kwamba kila kilichozushwa basi ni kuwa na mfano uliotangulia kinakuwa ni bid'a, bali ili kitu kiwe ni bid'a lazima kupatikane makusudio ya kutaka kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, na makusudio haya lazima yapatikane dalili ya kufahamisha kwamba na hili nalo ni katika jambo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa wanawachuoni walionukuliwa maneno ya kwamba bid'a haigawanyiki ni al-Imam Malik bin Anas, kama alivyopokea maneno hayo mmoja katika wanafunzi
al-Imam Ibn al-Majishuni rahimahullah ta'ala anasema nimemsikia Malik akisema man ibtada'a fi al-islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risala. Yoyote atakayezua katika Uislamu bid'a na akaiona nzuri, basi atakuwa amedai kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika risala. Maneno haya yatakana yasomwe kila mara katika kila minasaba ya kukemea bid'a, ili sije kuonekana kwamba wanaokemea bid'a ni kikundi fulani cha watu wahuni, watu wasio na elimu ambao hawaelewi. Haya ni maneno ya al-Imam Malik, shekhe wake al-Imam Shafi'i. Al-Imam Malik ni shekhe wa al-Imam Shafi'i. Anasema maneno haya kwamba yoyote atakayezusha katika Uislamu bid'a yoyote akaiona kuwa ni nzuri, basi huyo atakuwa amedai kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika risala. Kisha kaitaja aya ya 3 au sehemu katika aya 3 ya sura al-Maida, yawma akmaltu lakum dinakum, akamaliza kwa kusema fama lam yakun yawma idhin dinan, basi lile ambalo halikuwa katika wakati huo dini, halikuwa ni dini katika wakati huo, fala yakunu al-yawma dinan, basi haitakuwa hivi leo ni dini. Jambo ambalo halikufanywa kwamba hili ni dini katika zama zile haliwezi kuwa ni dini katika zama hizi. Haiwezekani kwamba sisi tumefahamu utaratibu na jambo katika dini hii tukalisimamia jambo hili tukatarajia thawabu ndani yake, na hali ya kuwa wakati ule halikuwa ni dini. Tunaweza tukaleta mifumo mbalimbali ya kupanga miji, mipango miji ikawepo, ikapangwa majengo, barabara zikatengenezwa, ikaboreshwa huduma za maji na umeme na mawasiliano mbalimbali. Haya mambo hayana neno, mambo ya kilimwengu, yanaweza yakawepo, wala hakuna atakayesema bid'a. Lakini ikiwa ni jambo sasa linalofungamana na ibada kwamba tuabudu, sasa haiwezekani kukaa kuna ibada mpya ambayo haikuwepo katika zama hizo. Ndivyo anavyosema Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maneno haya ameyataja Ibn Hazm katika Ihkamul Ahkam juzu ya 6 ukurasa 225 kwa sanad ya kupitia Abdul Malik bin Habib, lakini pia ameanukuu al-Imam Abu Ishaq al-Shatibi kwenye kitabu chake al-Ittisal juzu ya kwanza ukurasa wa 49. Na mfano wa maneno haya ameyasema al-Imam Ibn Kathir kwa tafsiri neno hili badi'us samawati wal ardh. Aya hii alipokuwa ikitafsiri akayataja maneno kama haya, sema ay khaliquha ala ghairi mithalin sabaq qala mujahid was-suddi wa huwa muqtada al-lugha wa minhu yuqalu lish-shay'i al-muhdath bid'ah kama jaa fi sahih muslim fa inna kulla muhdathatin bid'ah wal bid'atu ala qismayn taratan takunu bid'atan shar'iyyah. Asema mara nyingine bid'a inaweza kuwa kwa maana ya kisheria, كقوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. hapa maana yake ni bid'a kisheria. وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم نعمة البدعة هذه. رجاء تفسير ابن كثير tukutana maelezo haya tuliyotaja. Lakini mwisho tulisimamia katika maneno muhimu sana, na nitapenda leo